Karibu katika podcast yetu, mahali ambapo tunazungumzia mambo kadha wa kadha kuhusiana na kilimo na ufugaji. Tunavyoendelea tutakuwa na wageni tofauti tofauti. Kwa hiyo pia tungependa upendekeze nini tuzungumzie au pengine nani tuweze kuzungumza naye kwenye upande wa kilimo na ufugaji kwa lengo la kuweza kusaidiana. Na leo kama ilivyo kawaida, leo nitakuwa na moja ya somo ambalo nimekuwa nikiulizwa sana. Sasa tutaweza kulizungumzia kwa mapana ili upate picha ya kitaalamu, kwa sababu wafugaji wameshazungumza kwa nafasi yao. Sasa kitaalamu tunataka tuzungumzie ili uweze kupata picha ya kitaalamu. Wewe twende pamoja ili uweze kujifunza, lakini pia uweze kupata maarifa haya ambayo nitakuwa nimekuandalia kwa siku ya leo. Kama unakumbuka, hivi karibuni tumekuwa tukiwatembelea wafugaji wa nguruwe, na kila mmoja alikuwa akitoa uzoefu wake kuanzia hatua nzima za ufugaji, lakini namna ambavyo wanaweza wakaingiza kipato kwa kuuza nguruwe. Sasa kila mtu alivyotoa experience yake, kuna baadhi ya maswali na kuna baadhi ya kitu ambacho baadhi yao walikizungumzia, na walikizungumzia hiki hapa kwamba nguruwe anaweza kuuzwa hadi milioni 1. Sasa hicho kitu kiliibua maswali sana. Watu wakijiuliza, ni kweli hiki kitu kinawezekana? Wengine sasa upande mwingine walisema kwamba inawezekana, ukifuata kanuni za ufugaji inawezekana kabisa bila shida. Lakini pia upande mwingine walisema wao wana experience kwa muda mrefu, lakini ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini sasa leo nataka tugusie kitaalamu, tuone hili swala inawezekana au haiwezekani. Lakini kabla ya kuendelea, wewe uko upande gani? Uko upande wa hapana au uko upande wa ndio? Sasa hapa niko na chart ambayo inaonesha umri, lakini na kiasi cha kilo ambacho nguruwe anatakiwa kuwa nacho. Na hii chart ni kutoka kampuni ya Koudijs. Kwa nini nimechagua chart ya kutoka kampuni ya Koudijs? Kwa sababu kampuni ya Koudijs ni kampuni inayoongoza sasa hivi, tuseme international, kwa sababu ni kampuni kongwe na ipo nchi nyingi sana. Na kwa hapa Tanzania inaongoza katika kuzalisha lakini kusambaza pia concentrate bora. Hapa tunazungumzia concentrate za mifugo kama vile kuku aina zote, nguruwe, lakini pia na samaki. Sasa hii chart yao ndio maana recommend hii, kwa sababu ni moja kati ya kampuni ambayo imewahi kutokea kwenye upande wa malisho au kwenye upande wa concentrate za mifugo. Sasa hii chart yenyewe inasema kwamba nguruwe akiwa na wiki 24, ambao tukinconvert hapo ni sawa na miezi 6, anatakiwa awe na uzito huu. Na maana nguruwe akiwa na miezi 6 months, anatakiwa awe na uzito wa 105 kgs. Hii ni live weight. Tunaposema live weight ni uzito halisi, na maana uzito akiwa bado hajachinjwa na vitu vingine kutolewa. Na kwa experience yangu mimi ambao nimezunguka kwa wafugaji wengi, ni kweli nguruwe miezi 6 kama ukifuata kanuni zote anatakiwa akufikishie uzito wa kilo hizi. Lakini nguruwe wa miezi 8 anaweza akapata hadi live weight ya kilo 150. Hii ni kutokana na experience yangu mwenyewe ambayo nimekuwa nikizunguka kwa muda, nimekuwa nikiwazungukia wafugaji wa nguruwe. Sasa na tumerecommend miezi 6 hadi 8 kwa sababu gani? Kwa sababu kitaalamu nguruwe anatakiwa afugwe hadi miezi 6 hadi 8 hapo, kama unataka kumfuga kwa ajili ya nyama, na akiendelea kukua zaidi hapo inakuwa ni hasara, ambalo hilo ni somo lingine ambalo tutalizungumzia kwa kina siku zinavyoendelea. Lakini leo nataka tuzungumzie hapo. Lakini kumbuka sasa, sio kwamba wewe utaenda kuuza nguruwe kama nguruwe hivyo, utapima kilo hivyo 105 uuze basi upate faida. Hapana. Ni lazima achinjwe. Sasa ili aweze kuchinjwa kuna kitu tunaita dressing percentage. Hii inamaanisha ni kiasi cha nyama sasa, au kiasi cha nyama baada ya kuchinjwa. Na kitaalamu nguruwe baada ya kuchinjwa huwa anakuwa na dressing percentage kati ya 70% hadi 75.
Hii ndio dressing percentage, ina maana kiasi cha ukishamtoa kila kitu nyama itabaki kwa asilimia hii. Sasa tukiwa baada ya tumeshafahamu uzito wa live weight wa nguruwe, lakini pia tumefahamu dressing percentage. Kwa hiyo ukiwa na nguruwe wa miezi 6 anaweza kupatia carcass au nyama ya kilo 73 hadi 79. Hizo ni carcass au nyama ambayo sasa wewe utaweza kuiuza. Lakini nguruwe wa miezi 8 anaweza kupatia kati ya kilo 102 hadi ya kilo 112. Hii ni kilo sasa ambazo wewe utaenda kuuza kulingana na soko au kulingana na eneo lako ambapo wewe upo. Lakini kwa experience yangu au kwa uzoefu wangu nilionao, maeneo mengi kilo moja ya nyama ya kitimoto na maanisha ni kati ya shilingi 8,000 hadi shilingi 10,000. Sasa inategemea na eneo ambapo wewe upo. Wengine unaweza ukapata kwa shilingi 8,000, sehemu nyingine unaweza kupata kwa 9,000, sehemu nyingine 10,000. Lakini wengine wanaenda chini hadi juu zaidi hapo kulingana na eneo lolote. Lakini mimi hapa nazungumzia experience na uhalisia zaidi wa soko. Sasa ili kuweza kufahamu sasa tutaenda kufahamu sasa, hapa ndio ambapo kila mtu anatamani kufahamu, kwa sababu hilo ndio swali ambapo lilikuwa linakuja hapa. Kwa nguruwe wa kilo hizi anaweza kukupatia kiasi gani, na nguruwe wa kilo hizi anaweza kukupatia kiasi gani? Sasa tumeshafahamu kwamba nguruwe wa miezi 6 months anaweza kukupatia nyama au carcass kati ya kilo 73 hadi kilo 79 kg. Lakini pia wa miezi 8 anaweza kukupatia kati ya 105, nilisema 102 lakini 105 hadi 113 kg, ambazo huu ndio uzito ambao unaweza ukaenda kuuza sokoni. Lakini tumeshafahamu sasa bei inatofautiana, kwamba maeneo mengine unaweza ukapata kwa shilingi 8,000, lakini pia kwa maeneo mengine unaweza ukapata kwa shilingi 10,000. Tukianza kwa mfano, wewe sasa umeamua kuuza nguruwe wako kwa akiwa na miezi 6, na huyu nguruwe wako labda alikupatia kilo 73 na umeamua kumuuza kwa shilingi 8,000. Lakini pia labda tuseme mwingine amepata, kwa hiyo lakini amepata 79 na ameamua kuuza kwa shilingi 8,000. Huyu atapata 584. Lakini huyu pia hadi shilingi 632. Hii ni shilling. Lakini huyu wa miezi 6 akiamua kuuza kwa shilingi 10,000, maana hapa atapata 730. Lakini pia akipata kwa kilo hizi 79, ina maana atapata shilingi 790. Kwa hiyo tumeisha fahamu kwamba kwenye upande wa nguruwe miezi 6 anaweza akakuletea kati ya shilingi 584 hadi shilingi 790. Hii ndio kiasi ambacho nguruwe akiwa na umri wa miezi 6 ukiamua kumuuza kulingana na bei ambazo nimezitaja unaweza ukapata. Lakini labda mwingine akasema mimi ngoja nivumilie mpaka nifikishe miezi 8 ndio niuze. Na labda tuseme mmoja alipata kilo hizi na mwingine alipata kilo 113. Sasa kwa mtu aliyeuza kwa bei ya shilingi 8,000 hapa na mwingine akapata kilo 113 akauza kwa shilingi 8,000.
840,000, 920,000. Sasa mwingine pia labda katika eneo lake anauza kwa shilingi 10,000 yoyo, yeye akiwa na kilo 105 atapata hadi shilingi 1,000,000 na 1,050,000. Lakini pia mwingine ambao akipata kilo 113, 100,000, 1,130,000 shilling. Kwa hiyo mtu akivumilia, akawa na uwezo wa kuweza kuvumilia hadi akafikisha nguruwe wake miezi 8, atapata kati ya shilingi 840,000 hadi 1,100,000 na 1,130,000. Sasa conclusion yetu ni kwamba ukiwa na nguruwe bora na ukampa chakula sahihi na ukampa matunzo sahihi, ndani ya miezi 6 hadi 8 wanaweza wakakuletea kati ya shilingi 584,000 hadi shilingi 1,100,000, 130,000. Hiki ndio kiasi ambacho unaweza ukapata kwa nguruwe mmoja. Na tumechagua miezi 6 hadi miezi 8 kwa sababu gani? Kwa sababu kitaalam nguruwe ambaye unafuga kwa ajili ya nyama hatakiwi kuzidi hapo. Ina maana uweze kufanya ufanyavyo, aweze kukua au uweze kumuuza akiwa na umri huo. Mbeleni tutazungumzia kwenye somo lingine, tutazungumzia kwa kina kwa nini nguruwe anatakiwa aliyetunzwa kwa ajili ya nyama hatakiwi kuzidi hapo. Lakini kwa leo unatakiwa ufahamu tu hicho kwamba nguruwe aliyetunzwa kwa ajili ya nyama au anayeandaliwa kwa ajili ya nyama, basi muda sahihi wa kuuza ni kati ya miezi 6 hadi miezi 8. Najua bado unaweza ukawa na maswali kwamba hapa umezungumzia kiasi tu cha unachoweza kupata, lakini hujahesabu kwamba huyu nguruwe amekula kiasi gani, hujahesabu huyu nguruwe ametumia kiasi gani. Yote unafahamu. Hapa nitaka kujibu swali la kwanza kwamba nguruwe anaweza akakufikishia kiasi hicho, na natumaini wewe mwenyewe umejionea na umejua kama anaweza kufikisha au hawezi kufikisha. Lakini next time nitazungumzia sasa kiasi cha faida exactly ambacho mtu anaweza akapata kwa nguruwe mmoja. Sasa hivi vitu haviji kama ndoto, na ndio maana tunakuambia kwamba siku hizi ufugaji hasa ufugaji wa nguruwe hatufanyi kwa mazoea au watu hawafanyi kwa mazoea. Ni biashara halisi na ni biashara ambayo watu wanaifanya wanajifanya kwa usiriasi mkubwa. Ili uweze kufikia ndoto hizi, sio tu uchukue nguruwe uweke ufuge basi ufikie hiyo, hapana. Inahitaji vitu vitatu ambavyo ni vikubwa. Cha kwanza tunahitaji mbegu bora. Mbegu bora. Naposema mbegu bora hapa ninazungumzia breed sahihi kwa ajili ya nyama. Kwa sababu kama unakumbuka nilichokisema mwanzo kwamba unapotaka kufuga lazima ujue malengo yako, kwa sababu hata breed zinatofautiana kulingana na malengo. Sasa kwa kuwa wewe unahitaji kwa ajili ya nyama, basi hakikisha umetafuta nguruwe ambayo imefanywa cross breed vizuri kwa ajili ya kuweza kuletea matokeo mazuri kwa upande wa nyama. Sasa hapa ni somo lingine ambalo tutaizungumzia kwa mapana, ambapo kuna mbegu bora nyingi sana. Kuna Duroc, kuna Petrine au PT, kuna Large White. Sasa ni lazima utafute kile chanzo ambacho wanajua kufanya breeding, kwa sababu kati ya hizi mbegu unaweza kuzichanganya ili uweze kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Na ndio maana unakuta wafugaji hapo wanakuwa wanatofautiana kwa namna hiyo. Sasa hicho ni kitu cha kwanza cha kuzingatia. Lakini kitu cha pili ni upande wa chakula bora. Chakula bora. Na hapa sasa ndipo ambapo nataka nikupe siri, kwa sababu sasa hivi uzuri ni kwamba mambo yamerahisishwa sana kwenye upande wa ufugaji, hasa kwenye upande wa ufugaji wa nguruwe. Kuna kampuni ambayo inaitwa kampuni ya Koudijs. Hii ni kampuni ambayo kwa miaka mingi sana imekuwa ikifanya zaidi ya miaka 100. Ni kampuni international ambayo imekuwa ikioperate huko nje, lakini na hapa kwa Tanzania sasa
ipo, na wao kazi yao ni kutoa concentrates ambazo ni bora sana. Na hapa kwenye concentrates tunazungumzia concentrates kwa upande wa nguruwe, kuna kuanzia ya nguruwe wadogo hadi nguruwe wakubwa. Ukiwalisha nguruwe wako chakula bora au concentrate hizi za Koudijs, utaweza kuhakikisha kwamba hayo matokeo umeweza kuyapata. Na ndio maana kama unakumbuka mwanzo nilitumia chart yao katika kuelezea kilo za nguruwe, kwa sababu wao ni kampuni ambao wafugaji wengi wamedhibitisha kupata matokeo bora wakitumia bidhaa za Koudijs. Kwa hiyo kwenye upande wa chakula na kushauri, hakikisha unatumia bidhaa za Koudijs. Haina mambo mengi. Ukitumia bidhaa za Koudijs, basi kama una mbegu bora, nadhani matokeo utayaona. Lakini kitu cha mwisho pia ni upande wa matunzo sahihi. Tunapozungumzia matunzo sahihi, nguruwe na management yake. Hapa tazungumzia management kwa ujumla, namna ya kuwapa chanjo, usafi, huduma za hapa na pale, ufuatiliaji na vitu vingi vyote hivyo. Ukizungumsha hivi vitu vitatu, kawaida kabisa hautakosa hicho kiasi ambacho umekiona hapo, kwa sababu nadhani umeona, ndugu mpenzi mtazamaji. Sasa bila shaka kwa somo letu hili leo kuna kitu ambacho umejifunza, na kama unataka kujifunza zaidi, basi fuata maelekezo hapo ili uweze kujiunga katika group letu la mafunzo, uweze kukutana na wadau wengine, uweze kupata elimu. Huko kuna vitu vingi sana ambavyo tunajifunza, sio kwenye ufugaji wa nguruwe tu. Hapa tunazungumzia kilimo na ufugaji kibiashara kwa ujumla. Wewe jiunge kwa kufuata maelekezo hapo, utaweza kuwa umejiunga kuweza kujifunza zaidi. Lakini pia kama una swali au una dukuduku au una chochote, unaweza ukatuuliza tu inbox au ukatuuliza hapo chini kwenye comment, na sisi tutakuwa tayari kuweza kuhakikisha tunakusaidia au tunakuguide kuweza kufanya ufugaji wa nguruwe kibiashara zaidi. Mimi ni Imani Rubaba, mtaalamu wa kilimo na ufugaji, na hii ni Rubaba TV. Usiache kusubscribe, lakini endelea kujifunza, na next time wa kipindi kijacho pia kuna jambo lingine zuri ambalo tutaweza kulizungumzia. Naamini utalipenda, naamini pia utajifunza. Usiache kuwa nasi mpaka wakati mwingine. Asante.